Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Basi wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine tena tunaenda kujifunza neno la Mungu jioni ya leo. Karibuni tunapoendelea kujifunza neno la Mungu kupitia kwa channel yetu ya kanisa la saa 11. Kwa mujibu wa kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:1, kabla ya mambo yote naomba dua, sala na maombezi zifanyike kwa ajili ya watu wote. Basi tuweze kupiga magoti kwa ajili ya kupata ombi kabla ya kuzama kwenye fundisho letu la jioni ya leo. Baba wetu na Mungu wetu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja kwako jioni ya leo tukiwa na shukrani. Asante kwa sababu ya nafasi hii na fursa ambayo umetujalia tuweze kujifunza kutoka kwa neno lako. Bariki mtazamaji anaendelea kufuatana nasi katika vipindi vya kanisa la saa 11. Na Baba, mafundisho haya tunayoyafundisha hapa tunaomba yaweze kupata nafasi katika mioyo ya watoto wako, ukiendelea kutuunganisha na kamba za pendo lako, na tukiendelea kuwa na umoja ule ambao Yesu Kristo aliyeweza kuomba kule kwenye msalabani kule Calvary, kwamba wote waweze kuwa na umoja, na kinachotuunganisha ni ukweli wako. Roho yako Mtakatifu aweze kuleta umoja kati yetu katika uelewa wa neno lako. Mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Jioni hii ya leo tunaenda kuangalia somo letu ambalo lina kichwa kinasema kwamba uungu sio utatu mtakatifu. Uungu sio utatu mtakatifu. Uungu sio utatu mtakatifu. Katika sura hii tunaenda kuangalia ufafanuzi wa urahisi, maelezo ya wazi, tofauti kuu zilizopo baina ya fundisho la utatu mtakatifu la kimakosa na mpinga Kristo na uungu wa kweli. Fundisho la utatu mtakatifu ni mpinga Kristo, ni Mungu anayeabudiwa asiyejulikana. Ndilo hilo fundisho la utatu mtakatifu. Tunaenda kuangalia na kuunganisha na kuangalia hasa tofauti zilizopo
ni kwa nini kwamba uungu sio utatu mtakatifu. Na siku zote mtazamaji, siku zote, wakati wote, shetani si mjinga. Kwa sababu gani? Ama ina maana gani? Kwamba shetani anaona mahali kuna ukweli, analeta kitu inaitwa counterfeit ama bandia. Analeta counterfeit, bandia. Kwa mfano, kwenye noti ya 1000 analeta noti ya 1000 ambayo ni bandia. Ukiona katika utatu mtakatifu kuna nafsi tatu. Nafsi ngapi? Tatu. Tuanzie hapo. Tusianzie kwamba nini kwa etano, kwamba za milele ama sawa, mambo kama hayo. Ni nafsi ngapi? 1, 2, 3. Ingia kwenye ukweli, uungu wa Biblia, maandiko na roho ya unabii. Utakuja kuona kwamba ni kwa sababu ama ni kutokana na kwamba katika maandiko matakatifu na roho ya unabii, shetani anafahamu kwamba kuna nafsi tatu katika uungu, ndipo akaleta bandia nafsi tatu katika utatu mtakatifu. Sasa makosa yanakuja kwa wapi? Na usije ukasahau kwamba swala hili ni la muhimu. Mwanzo 3:1, sifa mojawapo ya yule joka wa zamani mdanganyifu shetani, yani he was so cunning, mjanja kiasi kwamba kudanganywa hahitaji kukuja moja kwa moja kwamba iko na hivi ndio uweze kudanganyika. Anakuja akiwa na ni mdanganyifu wa hali ya juu kabisa. The serpent was so cunning, ndipo kuja kumdanganya Hawa katika bustani ya Eden. Alikuja na ujanja wa hali ya juu. Na ndivyo hivyo hata leo hii amekuja na ujanja wa namna hiyo. Unapokuangalia hapo kwamba kila kitu kizuri ambacho Mungu amekifanya, naye shetani anakuja na bandia yake ama counterfeit. Na hilo ulizingatie sana. Na sasa hapa tunakuja kuona, tunaanza na kitabu kinaitwa Desire of Ages ama Tumaini la Vizazi Vyote. Ukurasa wake ni wa 827, 827. Kristo anawapa pumzi ya roho wake mwenyewe, nafsi ya uzima wake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatoa nguvu zake za juu kufanya kazi katika moyo na mawazo. 805, hicho kitabu Desire of Ages. Roho Mtakatifu ni pumzi ya uzima wa kiroho katika nafsi. Kutolewa kwa roho ni kutolewa kwa uzima wa Kristo. Muisha mpokeaji kwa kumpatia sifa za Kristo ni wale tu ambao kwa hali hiyo wanafundishwa na Mungu, wale walio na utendakazi wa roho katika maisha, na ambao katika maisha uzima wa Kristo unadhihirika. Ndiyo wanapaswa kusimama kama wawakilishi ili kuhudumu kwa ajili ya kanisa. Katika pande hizi mbili, kumbuka kwamba uungu sio nini? Utatu mtakatifu. Pamoja na kwamba pande zote kuna nafsi tatu, tofauti iliyopo ni kwamba kwenye utatu mtakatifu nafsi tatu hizo ni za milele, kwamba nafsi hai tatu za milele zilizo sawa. Ikiwa ziko sawa, yamaanisha kwamba hata binadamu wa Kristo upo sawa. Upo sawa kwa namna gani? Hebu sikiliza kwamba ubinadamu wa Kristo una mwanzo, na kuna wale ambao bado hawajaweza kuelewa swala hili, kwamba bado hawajaelewa kwamba ubinadamu wa Kristo uliumbwa. Unasadiki hayo? Ni namna gani mwana wa Mungu hapa duniani angekuwa kielelezo kwetu ikiwa hakufanyika kama mmoja wetu? He became one of the human family. Na ndiyo maana leo hii katika nyua za mbinguni kwamba tuko naye ndugu yetu, kaka yetu, ambaye ni nani? Mwanadamu Yesu Kristo. Na hata unapokuja kuangalia kwa mfano nukuu inaposema ya kwamba the man Jesus Christ
yaani mwanadamu Yesu Kristo sio mwenyezi. Yamaanisha nini? Ni kweli mwanadamu Yesu Kristo ubinadamu wake una mwanzo. Hiyo ni nafsi ambayo haikuwepo milele zote. Na imeumbwaje? Ndiyo matokeo yake tunakuja kuona kwamba Holy Ghost, kwa mujibu wa kitabu cha Luka 1:35, Holy Ghost came upon Mary. Alimujilia Mary, na matokeo yake ni nini? Kwamba mbegu ya Holy Ghost pamoja na yai la Maria, matokeo ni nani? Ni mtoto Yesu aliyezaliwa kwenye hori la ng'ombe kule Bethlehem, na kwamba huyo ndiye alimtegemea baba yake katika kila hali. Kazi zake hapo ulimwenguni popote aliishi akimtegemea Mungu. Akaweka msingi ya kwamba nanyi mtashinda ikiwa mtaweza kumtegemea Mungu katika kila hali. Na sasa tunamtegemeaje? Kuna kitu ambacho ametupatia. Ni kitu hicho ni kitu kipi? Ametupatia uzima wake, na uzima wake ni Roho Mtakatifu, nafsi ya uzima wake. Roho wake mwenyewe anatupatia, Roho wake mwenyewe, nafsi ya uzima wake. Sasa ubinadamu wa Kristo, ubinadamu wake, jamani, ubinadamu wake ni nafsi ambayo haikuwepo milele zote. Kuna kitu hapo na ningependa uweze kukiona, na ndiyo tofauti iliyopo, na ni kubwa sana, kati ya uungu wa kweli na Utatu Mtakatifu. Ubinadamu huo ni kila kitu kwetu. Mfano, tuangalie kitabu kinaitwa Selected Messages. Kabla hatujarudi hapa, jumbe zilizochaguliwa, ndio utaweza kunielewa ni kwa nini kwamba binadamu wa Kristo ni kila kitu kwetu. Bila kuzingatia hilo na kuweza kuelewa asili yake ya binadamu, jameni, hatuwezi tukawa na tumaini la kushinda dhambi. Tutaendelea kutenda dhambi tukitumainia kwamba tutaokolewa kwa neema, kwamba tutaokolewa tukiwa na maisha ya dhambi. Hatuwezi tukashinda dhambi, lakini dhambi inashindwa. Mathayo 5:48, weni wakamilifu kwa maana Baba yenu aliye mbinguni ni mkamilifu. Ndio maana watu kama Enoki walitembea na Mungu, kwa maana kwamba walitembea na Mungu kwa namna gani? Mbona waliishi, yani waliishi mbingu hapa duniani, na ndio maana alihamishwa wapi? Kule mbinguni. Na ndio uweze kuwa mtakatifu mbinguni. If you are to be a saint in heaven, you must first be a saint here on earth. Unasadiki hayo? Ikiwa utakuwa mtakatifu mbinguni, lazima kwanza utakatifu huo uanzie hapa. Yaani kwamba lazima tuishi mbinguni, maisha ya mbinguni hapa duniani. Ni mambo ambayo yanawezekana kabisa. Tuangalie kitabu cha Selected Messages 1SM 244. Selected Messages ni jumbe zilizochaguliwa, ukurasa wa 244. 44 aya yake ni ya kwanza. Selected Messages Selected Messages Selected Messages page 244, paragraph 1. The humanity of the Son of God is everything to us. Ubinadamu wa mwana wa Mungu ni kila kitu kwetu. Na pia usije ukasahau uungu wake. Ndio maana anamiliki asili mbili, ubinadamu na uungu. Ni asili mbili za kwake, na hizo asili mbili zinajitegemea. It is the golden chain that binds our souls to Christ. Ni mnyororo wa dhahabu unaounganisha nafsi zetu na Kristo.
and through Christ to God, na kupitia kwa Kristo kwa nani? Kwa Mungu. This is to be our study. Hili ndilo liwe fundisho letu. Yaani inamaanisha kwamba kadri ambavyo tunazidi kujifunza mambo haya, hatuwezi tukachoka. Hili ndilo liweze kuwa fundisho letu. Christ was a real man. Naomba uweze kuzingatia hapo. Christ was a real man. Kristo alikuwa mwanadamu halisi. Mwanadamu halisi anakaa namna gani? Naomba uweze kujiuliza swali hilo. How does a real man look like? Je, ni mmoja wetu? Je, alifanyika mmoja wetu? Yaani Yesu ndiye mwanadamu pekee ambaye ni wa kimiujiza. Kwa namna gani? Mwanadamu kama sisi wa kimiujiza kwa namna gani? Ni muujiza, na hata hivyo muujiza huu hata sisi lazima ufanyike kwetu, ndiyo kwamba tuweze kufika kurithi ufalme wa mbinguni. Takuonyesha ni kwa namna gani. Roho Mtakatifu, Holy Ghost, aliposhuka juu ya Maria, mbegu za nani? Holy Ghost. Na Holy Ghost ni uzima wa Kristo. Utakuja kunielewa kwamba Holy Ghost ni kwa nini uzima wa Kristo. Aliachilia uzima wake kule kwenye hema takatifu, na kwamba hiyo kilichozalia ama kilichobaki, the survival of Christ is what is known as the Holy Ghost. Ndio maana ya ghost. Basi hiyo ghost ama huyu uzima wa Kristo, Roho Mtakatifu, ndiyo ulimzaa tumboni mwa nani? Mwa Maria. Na katika hali hiyo hata sisi, mimi na wewe, ili tuweze kupokea ama kuingia kwenye ufalme wa mbinguni, kumbuka kwamba lazima tuzaliwe mara ya ngapi? Mara ya pili. Na tunazaliwaje? Ukishaingia kule majini, unapotoka kule majini unapokea nini? Kwa mujibu wa kitabu cha Petero, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 2:37-38. Tubuni mkabatizwe nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana nyingine, unapotoka kule majini, umezika utu wa kale, umetoka kule majini, basi unabatizwa kwa Roho. Na anayekubatiza kwa Roho ni nani? Ni Yesu Kristo. Anakubatiza kwa Roho wake, ule uzima wake, kusudi ukome kutenda dhambi. Bila msaada huo utakosaje kutenda dhambi? Na ndiyo maana ya ubatizo. Ndiyo maana Paulo anauliza hivi kwenye kitabu cha Warumi 6, basi kama ikiwa tulizikwa pamoja na Kristo, inamaanisha kwamba tunapofufuka na Kristo, mbona tufufuke na Kristo na bado tuendelee kutenda dhambi? Ndi swali la msingi sana. Hebu kalizingatie hilo. Umezika utu wa zamani, unapotoka katika kule majini, umefufuka, umekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya ndani ya Kristo. Kwamba sasa si wewe tena unaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yako. Yamaanisha kwamba matendo mafu hayastahili kuwa katika maisha yetu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatujabatizwa katika Roho. Na anayetubatiza katika Roho ni nani? Ni Kristo mwenyewe. Uzima wake, zawadi kuu aliyotoa, alipoangalia kwamba ni nini nitaweza kutoa kwa ajili ya hawa rafiki zangu, ni Roho, uzima wangu. Uzima wake ndio unayetuisha. Atokasoma kile kitabu cha Desire of Ages ukurasa wa 671, aya yake ni ya 2. Kana kwamba nguvu ya uovu, yani kwamba kama ulikuwa mchawi, kama ulikuwa mzinzi, ukaingia majini na hujaweza, umeingia kwa imani ipi? Ndicho cha muhimu. Umeingia kwa imani ipi? Je, unaamini kwamba Roho Mtakatifu ni uzima, ni nafsi ya uzima wa Kristo? Je, unaamini kwamba kuna kafara mbili? Moja ilitolewa mbinguni kwenye hema takatifu, ambapo mwana wa Mungu alitoa uzima wake, aliachilia uzima wake kusudi tuweze kuridhishwa. Unapoamini hivyo, unapoingia majini, mbingu zina kuzawadi na nini? Kwamba umekubali, umedhamini kafara ya mwana wa Mungu, umedhamini gharama kubwa iliyotolewa na mbingu zote. Yani kwamba Mungu atakosaje kutunukia na zawadi hiyo? Lakini ikiwa unaingia majini bila uelewa ni kitu gani mbingu zimetoa, ni kipi Yesu amekitoa, ni hasara gani mbingu imeshuhudia, utapataje zawadi hiyo? Huwezi ukapokea zawadi hiyo
unaipokea kutokana kwamba umeelewa hiyo zawadi inatokana na nini na ni kwa nini imetolewa. Ni kwamba mimi na wewe tuweze kushinda. Basi ndiyo maana kwamba katika hali hiyo na uelewa huu, utakapokuwa umeelewa na umefahamu mambo haya, ndipo mbingu zinakuzawadi na zawadi hiyo ya kushinda dhambi. Usiwe na wazo kwamba uwezi ukashinda dhambi. Dhambi zinashindika vizuri kabisa. Kama sivyo, yeye Kristo asingekuwa kielelezo kwetu. Kama sivyo, yeye Shetani angeweza kufanya nini? Kulalamika, aseme ya kwamba haiwezekani kwa mwanadamu kuishi bila kutenda dhambi. Alifanyika mwili. Ndio maana Shetani alifurahia kwamba sasa amekuja, atakuja katika mwili, na hapo alishabikia kwamba sasa hapa nimepata fursa ya kumwangusha, ya kumaliza mpango mzima wa ukombozi. Tulikuwa tunaangalia pande mbili, uungu wa kweli na Utatu Mtakatifu. Tumeangalia nini? Ubinadamu wa Kristo ni kila kitu kwetu, naye alikuwa ni mwanadamu halisi. Mitazamo hiyo ni muhimu kuweza kuangalia ubinadamu wa Kristo unauelewaje. Ubinadamu wake uliumbwa. Ati uliumbwa na nani? Mtoto alizaliwa. Yaani kama ungependa kusema ni kwamba Holy Ghost ndiye alimzaa Yesu tumboni mwa Maria. Ubinadamu haukuwepo kabla ya hapo. Ndio maana kwamba una mwanzo wake, uliumbwa. Na kitu kingine ni kwamba katika hizi nafsi tatu za uungu, ubinadamu wa Kristo ambao haukuwepo umefanya nini? Hatimaye umeasilishwa. Ndio maana mbinguni ni kwamba ni mwanadamu Yesu Kristo ambaye ni mpatanishi wetu. Jambo lingine, naweza kusoma kile kitabu cha Heaven ama Desire of Ages, ukurasa wa 25 aya yake ni ya pili. Sema kwamba kwa kutuhakikishia shauri hilo, Mungu ameasilisha asili ya ubinadamu wapi? Katika uungu. Mwanadamu ameinuliwa sana. Umeinuliwa, umetukuzwa, kwa sababu ndio umeshinda na umeokoa jahazi. Na umekirimiwa jina lipitalo majina yote. Hapo tunakuja kuona jambo kwamba uelewa wetu sahihi asili ya binadamu wa Kristo ni muhimu tuweze kuiangalia sana. Ni muhimu kabisa. Kwa sababu ukiwa na uelewa kwamba alikuwa na ubinadamu ambao ni tofauti kabisa na kinyume na ule wa kwetu, hautashinda dhambi, kwa sababu tutahitaji ubinadamu kama huu ambao alikuwa nao, ambao ni unique, ili kwamba tuweze kushinda dhambi. Na kwamba yeye alikuwa katika hali hiyo, lakini kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu kamili kama vile ambavyo sisi ni wanadamu. Alitegemea uzima, alitegemea nini? Nguvu kutoka kwa baba yake. Uzima wake aliyokuwa nao aliweka wapi? Uungu wake aliweka wapi? Aliachilia mbinguni kwenye hema takatifu. Ndiyo ilikuwa kafara hiyo, hakuja nao. Mtazamo huo na uelewa huo utakusaidia kabisa. Yohana Injili 3:13 inadokeza vizuri kabisa kwamba alipokuwa hapa duniani, baada angejirejelea kama mwana wa Adamu aliye wapi? Aliye mbinguni. Alikuwa anajirejelea katika hali yake ya nini? Ya uungu wake, Roho wake Mtakatifu, uzima wake ambao aliweza kuachilia kusudi tuweze kupokea sisi. Na sisi. Kusema kwamba Roho Mtakatifu daima alikuwa nafsi tofauti kabisa kutoka kwa Kristo. Sikiliza hapo. Hii ni kwa mujibu wa Utatu Mtakatifu. Kusema kwamba milele zote Roho Mtakatifu alikuwepo kama nafsi tofauti kabisa sio kweli. Ilikuwa nafsi tofauti wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine, kwa hali ya kwamba haikuhusisha wasifu na fikra za ubinadamu wa Kristo. Lakini sio tofauti kutoka kwa asili ya kwanza kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine. Fikra za kimungu za Kristo, wasifu na utu wake. Roho Mtakatifu amekuwepo kama nafsi iliyojitegemea kuanzia lini? Alipozaliwa katika sura nyingine. Na hiyo hatimaye
dhibitishwa kule msalabani. Alipofanya nini? Alipokabidhi kwamba mikononi mwako na ikabidhi roho yangu, na kusema kwamba imekwisha. Yaani mpango wa ukombozi, kazi niliyokuja kuifanya imekwisha. Mwanadamu sasa amepata njia ya kutokea. Na hapo ndipo kwamba sasa, kwa sababu ameshathibitisha kupitia kwa binadamu wake ya kwamba inawezekana kuishi bila kutenda dhambi, basi haki imefikiwa, rehema nayo inaonekana. Haki kwa nini? Yaani justice, the justice of God has been attained. How? Sheria ilikuwa inahitaji kwamba aliyeitunga ambaye ni Mungu afanye nini? Uzima wake tu ndio ungeweza kulipa deni la uvunjaji wa sheria. Jambo lingine, baada ya kwamba yeye ameweza kudhibitisha katika hali hiyo, basi yeye aliyekuwa sawa na Mungu katika kila hali ndiye alikuja katika mwili akadhibitisha. Alafu ukiangalia hapo tena, kutokana na hiyo kule msalabani, inamaanisha kwamba alikuwa na nafasi ya kurudi katika ile hali yake ya kwanza ya kuwa. Hali yake ya kwanza ya kuwa ilikuwa namna gani? Uungu safi. Paulo anatuelezea vizuri kabisa, anatuambia kwamba yeye yuna namna ya Mungu. Hata Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa, kwa lugha ya Kimombo inasema kwamba in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hiyo ndiyo ilikuwa asili yake, hali yake ya kwanza ya kuwa, uungu safi, ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Aliona sio kitu cha kushikamana nacho, bali akafanya nini? Akafanyika mwanadamu, akazaliwa katika sura nyingine. Basi kitendo hicho kinakamilika kule msalabani. Baada ya kwamba amemaliza shughuli yake, anakabidhi roho yake mikononi mwa Baba yake kusudi tuweze kuridhishwa sisi. Kumbuka anasema kwamba utukufu ule ulionipa nimewapa wao, kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 17. Alimpa utukufu huo lini? Ule anapobatizwa amepokea nini? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka juu yake kwa namna ya nini? Ya ua. Utukufu huo alioupokea kwenye siku ya ubatizo, kwamba katika hali hiyo amepata uwezo, njia ya yani nguvu ya kufanya kazi katika kile kipindi. Baada ya kwamba amemaliza kazi yake aliyotumwa, utukufu huo amefanya nini sasa? Ipokee roho yangu mikononi mwako, kwa kusudi ya kwamba na wale ambao ninawaacha hapa duniani waweze kuridhishwa. Ametupa sisi ili kwamba kwa njia ya Roho wake Mtakatifu tuweze kuwa na umoja, tuunganishwe katika ukweli, ili tuwe na umoja. Basi tunakuja kuangalia hapa kwamba alikuwa na uwezo wa kurudi katika ile hali yake ya kwanza ya kuwa, lakini hakurudi, alivumilia mpaka mwisho. Ukisoma kile kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy, page 347 paragraph 2. Great Controversy, page 347 paragraph 2, alikuwa na uwezo wa kuprocess arudi ile hali yake ya kwanza ya kuwa, lakini alivumilia mpaka mwisho. Ndio maana aliposema kwamba imekwisha, anasema ya kwamba katika kwenye Review and Herald na Manuscript Releases volume 12 page 49 paragraph 1, yaani kwamba alikuwa amefikia kiwango kilichokuwa kimepangwa kama kafara, lakini sio kama mkombozi. Na hapo ndipo Baba aliinamisha kichwa chake na kuridhika, satisfied, kwamba haki imetendeka, kama ni deni imelipwa. Na hapo sasa mwanadamu amepata njia ya kutokea. Mambo haya yametimia.
Walawi 17:11, kwa kuwa uhai huu katika mwili, uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho juu ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Maana hapo uhai huu katika mwili, uhai wa mwili huu katika damu. Samahani, uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu. Hiyo damu ambayo tumepokea ni nini? Ni Roho Mtakatifu, uzima wa Kristo. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Aliteseka mauti iliyokuwa yetu, ili tupate kupokea uzima uliokuwa wake. Yeye ni Desire of Ages, kurasa wake ni wa 25. Mungu, njia yako hii katika patakatifu. Zaburi 77:13. Kuna hema takatifu mbinguni. Kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, uzima wa Kristo, damu yake ilibidi utolewe, uzima wake utolewe katika hema takatifu mbinguni, yani damu yake. Damu hiyo uzima wake. Uzima wake ni nini? Tulisoma hapo kwenye Desire of Ages ukurasa wa 827. Tukasoma Desire of Ages ukurasa wa 805 kwamba uzima wake, Roho wake Mtakatifu alimwaga, yani kuvuliwa kwa lugha nyingine, milele. Asili kabisa ya Kristo kama damu yake na roho vikiwa pamoja katika asili yake ya kwanza ilitengwa, yani ilimwawa, ilichukuliwa kutoka kwa Kristo milele ili kugawiwa kwetu kama Roho Mtakatifu, Ghost. Hii ilikidhi matakwa ya mauti ya Musia, yani mfanya agano, kadri ambavyo Kristo aliacha asili ya kwanza ya kuwa kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine milele kukabidhiwa ubinadamu wake, hivyo kufanyiza mshirika mpya wa tatu wa uungu. Una maana kwa hii yote ambayo inapingana na fundisho la kimakosa la Utatu Mtakatifu. Fundisho hilo alimuhusishi mwanadamu akiwa sehemu muhimu ya uungu milele kupitia ubinadamu wa Kristo, na haihusishi ukweli kwamba Roho Mtakatifu, uzima wa Kristo, imetolewa kwa wote ambao wataishiriki kwa kusudi la kushinda dhambi zote kwa upande huu wa kutukuzwa. Ndio makosa ya Utatu Mtakatifu. Haijazingatia ubinadamu wa Kristo. Jambo la kwanza, kwamba alichukua mwili wetu, binadamu wetu ambao haukukuwa na nini? Haukukuwa wa milele. Mwanadamu amepewa nafasi kwa namna gani? Kwa Kristo ama kwa mwana wa Mungu kuja katika mwili wetu, kufanyika mmoja wetu, kaachilia uzima wake, Roho wake Mtakatifu, asili yake ya uungu, anaturidhisha tunakuwa washirika wa asili ya uungu. Basi kama zote ni za milele zilizojitegemea katika hali hizo, yamaanisha kwamba hakuna kafara. Mwana wa Mungu hajatoa kitu chochote. Kama zote ni za milele, hakuna kitu amekitoa. Hajakufa mauti ya milele. Lakini amekufaje mauti ya milele? Ni kwamba hali yake ya kwanza ya kuwa ni uungu safi, anapotoa uzima wake na kuja katika mwili wetu, yamaanisha kwamba sasa hivi anaishi akiwa ni nafsi ngapi? Asili mbili, ubinadamu uliotukuzwa na uungu, Roho wake Mtakatifu, asili yake ya kimungu, anaturidhisha sisi. Yeye amefanyika mwanadamu. Sasa katika hali hiyo anaishi akitegemea uzima kutoka kwa baba yake. Ndiyo maana alisema kwamba ataenda kwa baba yake na kisha kumtuma msaidizi mwingine. Atamuomba baba yake. Alikuwa anamuomba baba yake msaidizi mwingine kwa nini? Kwa sababu katika hema takatifu mbinguni alipofanya kafara, ni kitu gani kilifanyika?
kwa sababu mwanzoni walikuwa ni wao wawili, baba na mwanawe, katika agano ya kwamba atakufa kwa ajili yetu. Basi kwenye kutoa uzima wake, zile sifa, aliyebaki kama ni administrator ni nani? Ni baba. Alikabidhi, yani kama kwamba kukabidhi usimamizi nani? Nani alisimamia? Baba yake. Ukija kuona kwamba hapo, ikiwa Roho Mtakatifu ni wa milele kama nafsi iliyojitegemea, yamaanisha kwamba hakuna uhusiano kati ya uzima wa Kristo na Roho Mtakatifu. Lakini ukweli ni kwamba Roho Mtakatifu ni uzima, nafsi ya uzima wa Kristo. Ni nafsi ya uzima wa nani? Wa Kristo. Roho Mtakatifu amekuwepo milele zote kama asili ya ndani, uzima wa Baba na Mwana. Lakini sio kama nafsi iliyojitegemea. Hapana. Imekuwa nafsi iliyojitegemea pale ambapo aliweza kuzaliwa katika sura nyingine. Na ndiyo maana anasema ya kwamba kwenye kitabu cha Manuscript Releases volume ya 14 ukurasa wa 23 aya yake ni ya 3 ya kwamba Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angemtuma msaidizi mwingine. Msaidizi huyo ni Roho Mtakatifu, nafsi ya uzima wake. Roho Mtakatifu ni nani? Ni yeye mwenyewe akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Na akifanya nini? Akijitegemea. Sasa ule ubinadamu wake aliposema kwamba imekwisha, alikabidhi roho wake mkononi mwa baba yake. Sasa Roho Mtakatifu ni yeye mwenyewe akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu akijitegemea. Sasa Roho Mtakatifu ni nafsi ambayo inajitegemea na imeanza kujitegemea wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine. Lakini kupitia nguvu ya kuzaliwa katika sura nyingine ya Kristo, Mungu akidhihirishwa katika mwili, nguvu ya Mungu inafunuliwa katika upole na uzuri. Upole na uzuri. Kwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa nguvu hii tunaweza kushinda silika zetu za uovu na hivyo kuboresha tabia zetu zisizo kamili, kusudi mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa ndani yetu. Hiyo ni kwenye barua ya 79 Mei 7 mwaka 1903. Ama kitabu kinaitwa Upward Look ukurasa wa 141. Waweza ukapata hayo yote hapo, kwamba kupitia kwa hiyo kitabu ambao tumeangalia tena kwamba Yohana 1:12, wote waliompokea, wote wanaoamini kile ambacho mbingu imekifanya, wote wanaoamini kafara hii, wote wanaoamini neno la Mungu, ni kwamba wanapewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. We become sons and daughters of God. Nguvu iko katika damu, roho, uzima na wa Kristo. Kristo aliachilia milele uzima, damu, roho ambao ulikuwa wake, kutoa kwetu sisi ambao hatukustahili kitu chochote isipokuwa mauti. Tulistahili mauti. Haya ndiyo yalikuwa makusudi ya kuzaliwa katika sura nyingine. Hiki ndicho nafsi ya tatu ya uungu udhihirisha. Yaani nafsi ya tatu ya uungu udhihirisha mauti ya milele. Uungu katika uungu safi, hali yake ya kwanza ilikuwa ni uungu safi. Sasa nafsi ya tatu imekujaje? Mbona sasa tena ni mwanadamu aliyetukuzwa? Kuna aina fulani ya mauti ambayo imetukia. Sasa hivi ni amalgamation, muunganiko wa ubinadamu na uungu. Kimaanisha kwamba kuna mambo ambayo ameyapitia hapa, amezaliwa katika sura nyingine. Yaani mauti iliyokuwa yetu ni kufa milele. Amekufaje milele? Tembea kule msalabani.
alikufa na baada ya siku ya tatu alifufuka. Hayo si mauti ya milele. Ni namna gani amekufa mauti ya milele na akakidhi hitaji lililokuwa linahitajika, akalipa deni letu la kufa milele? Kwa sababu katika kufa milele hakuna kufufuka. Wadhambi watakaopotea milele hatimaye hakuna tumaini la ufufuo. Ezekiel 18:4 hiyo some kwenye maandiko ya awali, kurasa wa 218. Warumi 6:23. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kinyume cha uzima wa milele ni nini? Ni kifo cha milele. Na Desire of Ages yatuambia kwamba alikufa mauti iliyokuwa yetu kusudi tupate ama tupokee uzima uliokuwa wake. Uzima uliokuwa wake ni nini? Ni hiyo tumesoma hapo kwamba ni Roho Mtakatifu. Damu yake ametupatia uzima huo kusudi yeye akabeba mauti iliyokuwa yetu ya milele. Ni mauti gani hiyo? Sio mauti ya siku tatu, bali ilikuwa ni mauti ya milele, kwamba milele zote atadumu kuwa na alama za misumari. Milele zote lile umbo lake la kiroho lilienda wapi? Alivunja mwili wake kwenye hema takatifu, akaja katika mwili. Sasa tena mwili huo anaurejeshaje? Ataweza kurejesha kupitia kwa watakatifu, mimi na wewe tukikubali zawadi kubwa hiyo, yani kwamba tutakuwa, we shall be privileged kutengeneza ama kuunda mwili wake tena, yeye akiwa ni kichwa na sisi tukiwa ni nini? Ni viungo. Yeye ni kichwa, sisi ni viungo. Uungu ukitua ubinadamu milele. Ubinadamu umetualiwa milele. Kristo ni kichwa cha jamii ya wanadamu, na wote wanaokombolewa huunda mwili huo. Hivyo uungu hujumuisha zaidi ya kile kinachofundishwa na fundisho la kimakosa la Utatu Mtakatifu. Fundisho la Utatu Mtakatifu huondoa kupangwa kabisa kwa binadamu katika uungu. Alihusishi kwa sababu zote ni nafsi za milele. Ubinadamu si wa milele. Utatu Mtakatifu hapo naona kwamba unadanganya kabisa. Na lengo ni kutoa kafara. Hiyo kafara ndio imetoa kwamba kukawa na nafsi nyingine ambayo haikuwepo. Na kama imetolewa inamaanisha that is what is known as a bloodless sacrifice. Bloodless sacrifice. Yaani kafara isiyokuwa na damu. Na hii iko pande zote. Utatu Mtakatifu hakuna kafara hiyo, haizingatii binadamu wa Kristo. Hata uje kuwa nafsi moja, ubinadamu wa Kristo hauzingatiwi. Uje kwa nafsi mbili, ubinadamu wa Kristo hauzingatiwi. Yaani hapo zote ni kafara isiyokuwa na damu, na ambayo huwezi toka ushinde dhambi, ndugu yangu na dada yangu. Lengo letu ni kushinda dhambi na tuko karibu na nyumbani. Hatuwezi kuwa na udhuru ni kwa nini tusishinde dhambi. Ni kwa nini tunajitahidi sana kushinda dhambi, lakini unapojaribu unakuta kwamba bado umejikua. Ni kwa nini? Mbona hiyo nguvu ya kushinda dhambi haipo? Ni kwa sababu hatujaweza kudhamini, hatujaweza kumwamini na kile ambacho alikifanya. Kwa hivyo hajaweza kutupatia uwezo huo wa kuwa wana na binti za Mungu. Tutakapokuwa wana na binti za Mungu yamaanisha kwamba hatuwezi tukatenda dhambi tena. Hatuwezi kuwa na roho za uzinzi, hatuwezi kuwa na roho za unyang'anyi, hatuwezi kuwa na roho za wizi, tamaa, chuki. Hizo zote hazitakuwa sehemu ya maisha yetu, kwa sababu hiyo yote ni dhambi. Dhambi itakoma kuwa katika maisha yetu. Na ndiyo dawa ya kufahamu kwamba ni kitu gani mbingu imekifanya. Kumjua Mungu wa pekee wa kweli ndio uzima wa milele. Sio kujua tu na kufahamu tu kwamba kuna Baba na kuna Mwana na inaishia hapo. Ni kufahamu na kuelewa kwamba ni kitu gani mbingu imekifanya kwa ajili ya faida yetu. Ni kwa nini
Hivyo ndivyo ambavyo waasisi wa Kiadventista walivyohisi kuwa fundisho la Utatu Mtakatifu lilikuwa kinyume cha upatanisho na kusudi hasa la upatanisho. Unajua, unaposoma kile kitabu cha Upward Look ukurasa wa 152 aya yake ni ya 5, inaonyesha kwamba pamoja na kwamba yote yaliyoonekana kwamba yanafanyika, hema takatifu ilikuwa imeondoka ama imetoweka, pamoja na nini? Na upatanisho ulikuwa umetoweka. Sasa hema takatifu na upatanisho vinatowekaje? Ni kwa njia ya kufundisha kwamba kumekuwepo milele zote daima nafsi hai tatu za milele. Hapo yamaanisha kwamba Yesu au mwana wa Mungu hajatoa uzima wake, damu yake kwa ajili ya upatanisho wa kwetu. Damu yake alimwaga lini? Damu yake alitoa lini uzima wake? Ndiposa tuweze kupata mfariji mwingine. Damu yake, uzima wake, huo uzima wake ndio ulikuwa uzima wake wa awali, asili yake ya ndani. Kwa kipindi fulani alikitoa hicho kitu, ama alitoa uzima wake kusudi tuweze kupokea uwezo na nguvu ya kushinda dhambi. Kwa ajili hiyo, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiyo damu ya Kristo, alimwaga damu yake, aliachilia uzima wake kusudi tuweze kufanya nini? Uweze kufanya upatanisho. Ibrania 9:14. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho mmoja wa milele alijitoa kama sadaka isiyo na mawaa, tuweze kusafishwa na kutokana na matendo yetu maovu. Uone kama kuna kitu hapo. Damu yake kwa Roho wa nini? Wa milele. Roho wa milele ni ule uzima wa Kristo, asili ya ndani. Alijitoa nafsi yake katika hali hiyo, na ndiyo hiyo, kutokana na hiyo ambayo tunasafishwa ama kutakaswa kutokana na dhambi zetu, na ndiyo tunapokea. Ndicho kitu tunachokiridhi. Petero wa pili 1:4, apate kuturidhisha ahadi kubwa za dhamani, uungu wake, Roho wake Mtakatifu. Na kama hakuna damu yake ambayo Roho Mtakatifu ambaye ni matokeo ya damu yake, uzima wake aliouachilia, asili yake ya ndani, yamaanisha hakutakuweza kuwepo na upatanisho. Tutakuwa na roho mwingine, mfariji mwingine ambaye sio uzima wa Kristo ambao unatutakaza, unaotutakasa. Na kwa njia hiyo hatuwezi kupokea zawadi ambayo hatuijui. Kama hujapokea zawadi ambayo hauijui, yamaanisha kwamba kwako upatanisho haujafanyika, hautafanyika. Yamaanisha kwamba kama hakuna upatanisho, hema takatifu haitakuwa na maana yoyote, itakuwa imeondoka pia, kwa sababu upatanisho ulikuwa unafanyika kwenye wapi? Kwenye hema takatifu. Kristo akija katika mwili wa dhambi alidhihirisha uwezekano, yani hapo kwamba kuja katika mwili wa dhambi yamaanisha kwamba Adamu alipoumbwa kutoka mikononi mwa Mungu, ni kwamba dhambi haikuwa imefanya nini? Mwanadamu hakuwa amechafuliwa na dhambi. Dhambi haikuwepo kwa mwanadamu. Ila sasa baada ya kwamba mwanadamu ametenda dhambi, Kristo anakuja baada ya madhara ya dhambi hata zaidi ya miaka 1400. Sasa yeye alikuja na mwili ambao unaitwa ni post, yani baada ya dhambi. Huo ndio mwili alikuja nao, lakini hakutenda nini? Hakutenda dhambi. Akija katika mwili wa dhambi alidhihirisha uwezekano kujitosheleza kwa ukweli huu wa mambo. Hivyo ufahamu sahihi wa asili ya ubinadamu ya Kristo una umuhimu mkubwa, na ufahamu sahihi wa uungu, na ufahamu sahihi wa wajibu na jukumu la mwanadamu katika tendo la ukombozi. Tena kwa njia ya mtasari, angalia mambo tofauti hapa baina ya fundisho la Utatu Mtakatifu na mpangilio sahihi wa uungu. Jambo la kwanza, fundisho la Utatu Mtakatifu halihusishi kupangwa kwa ubinadamu
wa Kristo katika uungu milele. Does not include the adoption of Christ's humanity into the Godhead forever. Fundisho la Utatu Mtakatifu husema kwamba kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi hai tatu za milele. Kama zimekuwepo milele zote, yamaanisha kwamba binadamu pia umekuwepo milele zote, na ambayo si kweli, ni uongo. Lakini pia tunakuja kuona kwamba ubinadamu umeasilishwa baadaye alipozaliwa katika sura nyingine. Baada ya kwamba ameshinda majaribu yote ya mwovu hapa duniani, aliinuliwa, ubinadamu huo ukatukuzwa, ubinadamu huo ukainuliwa zaidi, kwamba ukawa sasa ndiyo nafsi ya pili katika uungu. Umepangwa kule. Ndiyo maana watakaoshinda wataweza kuketi kwenye kiti cha nini? Cha enzi pamoja na Kristo, pamoja na Baba. Baba akiwa hapo, Kristo akiwa wapi? Ameketi hapo kama bwana harusi. Alafu watakatifu hasa 144,000 pia watakuwa wameketi kwenye kiti cha enzi. Some kitabu cha Ufunuo 3. Ahadi zake ni za kweli. Ufunuo 3. Ufunuo 3 21. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Naona hiyo ahadi. Je, uko tayari kuketi pamoja na Kristo kwenye kiti chake cha enzi? Mimi niko tayari, na naomba Mungu anisaidie kwamba niweze kusimama nifikie kuketi pamoja na yeye katika kiti chake cha enzi. Naomba pia uweze kuwa na hamu hiyo hiyo, tuweze kushinda. Lakini kumbuka kwamba kuingia hasa katika hesabu ya 144,000, tujitahidi sana. Kama ni matengenezo ya afya, tuyazingatie. Yaani tutengeneze, kwa sababu hawa ndio watafikia ukamilifu, watafikia kimo cha Kristo, watashinda. Yaani hakutakuwa na dhambi kwao hata kidogo. Yaani Baba atakapoangalia ataona tabia mwanaye imedhihirishwa katika maisha yao. Huenda wewe ndio umechelewesha kurudi kwa Kristo. Huenda wewe ndio umechelewesha kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Huenda mimi ndiye nimechelewesha kwa sababu ya udhaifu fulani, upungufu fulani, ndiye nimechelewesha kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Mbona tucheleweshe hayo? Si hata hivyo ndivyo Petro anasema kwamba tunaweza tukaharakisha ile siku, yawezekana. It is very much possible. Mbingu zinakusubiri. Kwa nini bado unamsubirisha mwana wa Mungu? Usistaajabu kwamba utakaporekebisha na kutengeneza, kufanya mambo yote sawa, mambo yatakuwa yamekamilika. Utakuja kushangaa utakapofika mbinguni kwamba kumbe wewe ndiye ulikuwa umezuia mambo haya. Mtu mmoja huyu ni wa maana sana mbele za mbingu. Hata ingekuwa kwamba ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa amepotea, mmoja tu hivi, kwamba Kristo baada angekuja kumtafuta huyo mmoja tu hivi. Ndio maana hata mtu mmoja anapojitoa, anapoamua kuzika mambo ya ulimwengu, yaani mbingu zote zinafurahia, malaika wanafurahia kabisa. Ni jambo la muhimu sana. Basi tunaangalia hapa kwamba ubinadamu wa Kristo ulipangiliwa kwenye uungu. Fundisho la Utatu Mtakatifu huruhusu nafsi za uungu kama sehemu za uungu na kusema kwamba ni kitu kimoja, wako sawa, ni wa milele, wameanza kuwepo kipindi kimoja. Uungu wa kweli huunganisha kupangwa kwa mwanadamu katika uungu katika kupitia ubinadamu wa Yesu Kristo. Nafsi ya kwanza ya uungu ni Baba. Nafsi ya pili ya uungu ni Kristo akiwa ameunganishwa katika ubinadamu milele.
Nafsi ya tatu ni uungu wa Roho Mtakatifu, uzima, damu, pumzi ya uhai ya Kristo, ambayo ilitolewa kutoka kwa Kristo wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine, ili wana na binti zake wenyewe kuishiriki. Kwa hali hiyo hatui miungu, yani kwamba kwa hali hiyo kwamba hatui miungu, lakini tunawakilishwa moja kwa moja katika uungu na ubinadamu wa Kristo. Hivyo uungu hujumuisha zaidi ya nafsi. Uungu hujumuisha zaidi ya nafsi. Uungu hujumuisha zaidi ya nafsi tatu za uungu, yani manake kwamba hujumuisha ubinadamu wa Kristo kama sehemu ya hizo nafsi tatu za nini? Uungu. Yani kwa lugha nyingine, tunapopokea ule uzima wa Kristo, Roho wake Mtakatifu, mimi na wewe na wote ambao wataweza kumpokea, tunakuwa ni mwili mmoja. Ndio maana kwamba kutoa kwa uelewa usio sahihi kwamba kwa mfano, kwa hivyo inamaanisha kila mtu tunapompokea Roho Mtakatifu kwamba tunakuwa nafsi zaidi ya tatu katika uungu. Ni kwa nini? Hebu sikiliza hapa kwamba kwamba mimi na wewe na wale ambao wanampokea tunaridhishwa uzima wa Kristo, na tunatengeneza kitu inaitwa collective body, mwili mmoja. Yeye ni kichwa na sisi ni viungo. Huenda wewe ni mkono, mwingine ni mapua, mwingine ni si mapua. Yeye ni kichwa kwa jumla, mwingine ni mkono, mwingine ni miguu, mambo kama hiyo. Tunaunda mwili wake ambao unakuwa ni mkamilifu, perfect body unto Christ. Na kumbuka kwamba binadamu wake ni kwa jinsi gani binadamu wake umekuepo, ile ni muhimu uweze kulielewa. Matokeo ya Holy Ghost na Maria, muunganiko huo, nguvu zake zilimfunika, na kisha tunakuja kuona kwamba matokeo ni kwamba ni mtoto aliyezaliwa, na alizaliwa kwa hali hiyo, mwanadamu aliyekuwa mwanadamu halisi. Kama vile unaweza ukaishi ushinde dhambi kwa kumtegemea nani? Mungu. Faida ama zawadi imetolewa, njia imetengenezwa uweze kushinda. Uzima wake ameutoa. Hatutakuwa na kisingizio, hatutakuwa na udhuru cha kutoshinda dhambi. Ni mtu pekee aamue kutoshinda dhambi. Na mawazo haya ni ya shetani kwamba huwezi ukashinda dhambi. Haiwezekani. Inawezekana tuishi maisha matakatifu. Na kama tutakuwa watakatifu mbinguni, lazima kwanza utakatifu huo uonekane hapa duniani. Kama ni uzinzi, usiwe sehemu ya maisha yetu. Yaani vyote vizikwe katika kaburi la maji. Unapofufuka, unafufuka na Roho wa Kristo, uzima wake. Katika uungu wa kweli, wanadamu wamekumbatiwa kwa Kristo kutoa asili ya mwanadamu milele kama sehemu ya nafsi yake ya uungu. Yaani hapo nakuja kuona kwamba, mtazamaji, tumependelewa sana. Ni upendo mkubwa wa namna gani, na tabia ya kwamba ndiyo maana kwamba ujumbe wa mwisho wa rehema itakuwa ni ufunuo wa tabia ya upendo wa Mungu. Ni upendo mkubwa wa namna gani kwamba yeye amejikana nafsi. Ona vile amejikana nafsi. Aliona ni vizuri kwamba yeye asiendelee kuishi katika hali ya uungu safi, bali afanyike mwanadamu, na katika kufanyika mwanadamu atupatie asili yake ya uungu, tuunganishwe. Mwanadamu aunganishwe na asili ya nini? Ya uungu, ya kimungu, ya Kristo. Ya yeye sasa aishi, achukue ubinadamu wetu akiwa anategemea uzima ama uungu wa nani? Wa baba yake. Ni upendo mkubwa wa namna hiyo wa kujinyima kusudi tuweze kuishi. Tutakataaje zawadi kubwa ya namna hiyo? Petro wa pili 1:4. Na hivyo ndivyo tunakuwa washiriki wa asili ya uungu. Ni kutokana kuwa na washirika wa asili ya uungu ndipo tunafanya nini? Tunashinda dhambi. Bila hiyo hatuwezi tukashinda dhambi. Wagalatia 4:6, amemtuma Roho wa mwanae
ndani yenu aliaye Aba, yani Baba. Katika uungu wa kweli fundisho kuu hufundisha kusudi dhahiri la kuzaliwa katika sura nyingine na asili ya ubinadamu wa Kristo. Kusudi la kuzaliwa katika sura nyingine ama incarnation na asili ya ubinadamu wa Kristo, lengo ni kwamba tuweze kushinda dhambi. Alidhihirishwa katika mwili wetu atoe tiba. Tiba ilitolewa ya kushinda dhambi. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu asije akapotea milele. Ni upendo mkubwa wa namna hiyo. Hayo unaweza kuyaangalia hata kitabu cha maandiko ya awali kwenye ukurasa wa 126, page 126. Fundisho la Utatu Mtakatifu umweka mbali Kristo kutoka kwetu. Usije ukaangukia mtego huo. Fundisho hilo na mafundisho mengine yanayomweka Kristo mbali kutoka kwetu, ukimfanya kuwa mbadala kuliko badala na mfano, mwezeshaji wetu, yani anayetutia nguvu, sasa hautambulishi au kumjumuisha Kristo na asili yetu ya ubinadamu milele. Unaposema kwamba Yesu alikuwa ni mwanadamu halisi kama wewe, kama mimi, unashangaa, uungu wake ndiyo hiyo, kwamba mtu wa Mungu unafaa uelewe kwamba alifanya nini kilifanyika na uungu wake. Aliachilia uzima wake, uungu wake mbinguni kusudi aweze kuturidhisha. Alikuwa na asili mbili, anamiliki asili mbili, yani katika hali ya kuhesabu, Baba nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili ni nini? Ni ubinadamu wa Kristo uliotukuzwa. Nafsi ya tatu ni nini? Ni uungu wake unaojitegemea tangu yeye kuzaliwa katika sura nyingine. Full stop. Mungu akubariki tunapoendelea kuangalia mambo haya. Usidhani kwamba utaelewa na siku moja. Lakini ukiwa na moyo wa kutaka kujifunza mambo haya na kuyaona, utaona tu vile yalivyo rahisi. Ni muhimu sana katika uokovu wetu. Na shetani anatafuta kila mbinu ya kuzuia watu wa Mungu wasiweze kuona kweli za dhamani zinazohusiana na uokovu wao. Hana haja na yale mahubiri mengine ambayo hayatoi tiba ya dhambi. Lakini unapogusa mada zinazotoa tiba dhidi ya kushinda dhambi, sio jambo la kufurahisha kwake shetani. Ila Mungu anapenda kwamba watu wasiweze kupotea dhambini. Basi kama ni hivyo, kuja kwake hapo ulimwenguni haingekuwa na maana yoyote. Kifo chake msalabani hakingekuwa na maana yoyote kama tiba dhidi ya dhambi haijapatikana. Soma kitabu kile cha Review and Herald mwaka 1904, 1904, May 19, May 19, 1904, Review and Herald. Kafara yake haingekuwa na maana yoyote. Kuna kitu fulani alikitoa zaidi ya kile ambacho tunakiangalia. Na ndiyo maana ya kwamba kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine, na kusudi lake ni kutoa tiba dhidi ya nini? Ya dhambi. Utatu Mtakatifu haupambanui kile ambacho Kristo alikitoa milele. Nimeshakizungumzia kwa ajili yetu. Alitoa nini milele kwa ajili yetu? Damu yake, uzima wake wa hali yake ya kwanza. Utatu Mtakatifu hauzingatii damu yake na uzima wake ni nini? Ni Roho wake Mtakatifu. Alitolewa, alimvua milele zote ili kwamba aturidhishe sisi. Yani ni upendo mkubwa wa kujikana nafsi. Nasi Mungu atusaidie tuweze kujikana nafsi, tuishi kwa ajili yake, aliyejitoa nafsi yake, aliyejitoa kafara ili kwamba tuweze kuishi. Akafa sisi tuishi. Fundisho la Utatu Mtakatifu alifundishi kwamba neema ya Kristo ni kwa ajili ya utii na msamaha pia. Fundisho na dhana yake ya asili ya Yesu
Kukataa kile ambacho Kristo alikuja kudhibitisha kwa ajili ya dhambi, asili ya ubinadamu. Mwanadamu anaweza kaishi bila kutenda dhambi. Hicho alikidhibitisha. Nasi tukimtegemea katika kila hali, tukitegemea uwezo na nguvu na zawadi aliyoitoa, tutaweza kushinda dhambi. Hakuna kitakachoweza kushindikana. Fundisho la Utatu Mtakatifu halifundishi kwamba nafsi ya tatu ya uungu ni roho dhahiri ya Kristo ambayo aliitoa milele wakati wa kuzaliwa katika sura nyingine au incarnation. Au nini incarnation? Na mwisho kabisa, fundisho la Utatu Mtakatifu halifundishi kuwa kwa kubadilisha roho ya Kristo, roho ya Mungu Baba ilibadilishwa, kwa sababu tangu hapo tulipangwa na kuwa wana na binti za Mungu katika upeo mpya, kwamba Kristo alikuwa mwana katika upeo mpya baada ya kuzaliwa katika sura nyingine ama incarnation. Anapozaliwa katika sura nyingine ama anapofanyika mwanadamu, hasa huku alikuwa ni mwana wa Mungu katika upeo mpya. Kwa sababu gani? Holy Ghost ndiye alimzaa Yesu tumboni mwa Maria. Na lengo na kusudi kuu la mafundisho haya ni kukataa kafara. Ni kukataa kafara. Kafara ndiyo inatoa tiba dhidi ya maisha ya nini? Ya dhambi. Mafundisho yoyote ambayo hayatoi tiba dhidi ya dhambi, ambayo hayatoi uzima wa Kristo, hayadhihirishi Roho Mtakatifu kuwa ni uzima wa Kristo, nafsi ya tatu katika uungu, ambayo ni uzima wa Kristo iliyotolewa wakati wa kuzaliwa kwa katika sura nyingine, na ambayo imeanza kujitegemea wakati alizaliwa katika sura nyingine. Hapana asubuhi. Waambieni watu wangu makosa yao. Pigeni kelele usiache. Wasaidieni watu wangu. Je, utasikia maneno hayo? Wakorintho wa pili 3:17, basi Bwana ndiye yule Roho. Kwa Kiswahili kimefilisika hapo, akijaweza kuweka vizuri. Kwa Kiingereza inasema kwamba and the Lord is that Spirit. Yani basi Bwana ndiye yule Roho. Yule Roho yupi? Aliposema kwamba nitamtuma msaidizi mwingine, yani nitamtuma msaidizi mwingine, Roho wake, Holy Ghost, uzima wake. Nitamwomba Baba yangu na atawapa msaidizi mwingine. Alikuwa sawa kwamba uzima huo alienda kutoa kwa Baba yake. Anatoa kwa Baba yake ama anapokea kwa Baba yake, anafanya nini? Anatunukia kama zawadi. Yamaanisha nini sasa hapo? Kumbuka kwamba kabla aweze kuja hapa, kafara ilitokea mbinguni, hapo ambapo alikabidhi chini ya usimamizi wa Baba yake. Na alikuwa sawa anaposema kwamba nitaenda na nitamuomba na atakuja huyo msaidizi mwingine. Sasa uzima wake tunapopokea, tunapojazwa na uzima wake, collectively tunatengeneza ama tunaunda mwili wa Kristo. Na ndiyo maana kwamba uzima wa Kristo, Roho wake Mtakatifu, unao wasifu hasa personality. Tutakapokuwa mbinguni tumeketi kwenye kiti cha enzi, Baba, binadamu wa Kristo uliotukuzwa pamoja na watakatifu, usije ukauliza kwamba Roho Mtakatifu basi yuko wapi, mbona simuoni? Ni kupitia kwa matokeo ya Roho Mtakatifu ama Holy Ghost ndiyo maana uko pale, la sivyo haungeweza kuwa kule, haiwezekani. Na kumbuka kwamba sisi ni mahekalu, makao ya nani? Ya Mungu, Roho Mtakatifu. Sisi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa mujibu wa kile kitabu cha Korintho wa pili wa kwanza 6 ngapi? Wa Korintho wa
Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza Wakorintho wa kwanza 6:19, au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa dhamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Umesikia hapo? Tulinunuliwa kwa dhamani, gharama kubwa sana, hata uzima wa mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu. Miili yetu basi ni hekalu, ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Tumtukuzeni Mungu katika miili yetu, tukikumbuka kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa. Mbingu imeenda gharama kubwa sana kwa ajili ya kutuokoa. Napenda kuhitimisha hapo katika jioni ya leo. Mungu akusaidie unapoendelea kuangalia na kutafakari hayo, na utafute ukweli, maandiko matakatifu, roho ya unabii. Amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu yeyote, bali tumaini letu na utegemezi wetu tuweke kwa Mungu wetu wa mbinguni. Hapo ndipo tu kuna usalama wetu. Tuendelee kuchunguza maandiko. Hizi ni nyakati za mwisho ambapo kuna udanganyifu mwingi ulimwenguni. Lakini kumbuka kwamba katikati ya vilio vingi vinavyochanganya, utapeleka ujumbe maalum ambao inabidi uweze kupokelewa, uaminiwe na kudhaminiwa. Saa imefika na muda umewadia. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari mambo hayo. Baba wetu wa mbinguni azidi kubariki. Basi tutamaliza kwa njia ya ombi, kama vile tulianza na ombi. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu watupenda na unatupenda upeo. Asante kwa zawadi kuu. Asante kwa sababu ya kweli za dhamani ambazo umezifunua. Bariki wote watoto wako wanaofuatilia mafundisho haya. Wapatie uelewa wa mambo haya, wafunue macho yao, utunganishe wote na kamba za pendo lako. Kusudi na lengo letu ni kwamba tuweze kufikia kweli zote, ahadi ulizozitoa kwamba huyo Roho wa kweli atakapokuja atawaelekeza katika kweli yote. Tunaomba tuelekeze katika kweli zote za wakati huu, tuwe tumefanya maandalizi ya kutosha ili kwamba atakapokuja mwana wa Adamu tuweze kumlaki mawinguni bila uoga wowote, kwa sababu tutakuwa tuna hatia mbele zako. Tulinda hata katika kipindi kitakachofuata, mapenzi yako yazidi kutimizwa. Bariki na mtazamaji. Lengo na kusudi ni kwamba tunatamani tuweze kufika mbinguni. Bariki na mtazamaji, ikiwa hayo ndiyo malengo aliyo nayo pia. Tusaidie kila mmoja wetu katika hali zetu, tuweze kuishi maisha ambayo sio maisha ya dhambi, bali tuishi maisha matakatifu. Tujalie kuyashinda kabisa, kwa sababu msaada umeshatolewa. Saidia wote tuweze kudhamini kafara ambayo Baba ilitolewa na gharama kubwa ili kwamba tuweze kuokolewa. Wabariki wote. Mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina.
Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha
mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.